رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، tunaendelea na darasa yetu ya itikadi ya ahli sunna wal jamaa. Bado tupo katika masala magumu kabisa, masala ya qadari, namna ambavyo Allah tabaraka wa taala amekadiria mambo yote yanayotokea. Jana tulianza kupitia maneno ya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah katika Al-Wasitiyya na vitabu vingine, akielezea maratibu ya qadar. Na ufupi wake ni kwamba Allah alianza kujua elimu yake ya tangu na tangu. Allah alijua yote ambayo yatatokea, akaandika yale ambayo alijua yatatokea. Kwa hiyo wajibu wetu ni kuamini qadar na matakwa ya Allah tabaraka wa taala, kwamba huwezi ukafanya jambo bila ya utashi wa Allah tabaraka wa taala. Asema Sheikh Rabi' hafidhahullah, ashahid, yani pointi hapa, nukta, anna al-imana bil qadari khairihi wa sharrihi. Sasa tulisimamia katika pointi, pamoja na Allah kupanga yote hayo, ameleta mitume, ameleta vitabu, umeelekezwa kipi kizuri kipi kibaya. Kwa hiyo kuamini kadari la yunafi al-qiyama wan-nuhudha bishara'i. Kuamini kwako kadari akupingani na wewe kusimamia sheria za Allah. Unatakiwa uswali, ufunge, useme mimi nakaa sijui kama nishandikiwa moto, kwa naweza nikajisumbua nikaswali nikatoa sadaka, kumbe mimi wa motoni. Hapana. Kuamini qadar la yunafil qiyama wan-nuhudha bishara'i, hakupingani na wewe kusimamia sheria. Bado swali, bado funga, ujue umeandikiwa nini. Kuna dua zinabadilisha qadar. Kwanza ushafika msikitini ni kheri, wenda umeandikiwa kheri, ni ishara nzuri. Kwa hiyo kuamini qadari hakuna maana ubweteke ukae kitako kwamba inawezekana nishandikiwa moto nitajisumbua. Kwa nini ujikadirie kitu kibaya kwanza? Walidhalika Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, i'malu, tendeni, fanyeni matendo. Fanyeni matendo, fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Kila mmoja ni mwenye kufanyiwa wepesi alichoumbiwa. Kama umeombewa moto, mambo ya motoni kwako yatakuwa mepesi. Kama ni mtu wa peponi, basi njia za peponi utakuwa unazipenda, ni nyepesi kwako. Kwa hiyo chapeni ibada. Fakullun, kila mmoja, muyassarun, ni mwenye kufanyiwa wepesi lima khuliqa lahu, katika alichoumbiwa. Waqad sa'alahu ba'dhun nasi, baadhi ya watu walimuuliza Mtume, baadhi ya masahaba walimuuliza Mtume, wakamwambia, fima al-amalu al-yawma, matendo ya nini leo? Kama mambo yote yashaandikwa na nini, matendo tunofanya ya nini Mtume? Ili swali ambalo wewe na mimi tunajiuliza, Mtume alishaulizwa muda mrefu. Kama mambo yote yashaandikwa, fima al-amalu al-yawma, matendo haya ya nini? Au aya matendo tunayoyatenda, samani fima, kwa maana aya matendo tunayotenda yapo upande gani? Ndio yale tulokadiriwa au tunafanya tu matendo mapya sisi? Afima jaffat bihi al-aqlamu, je, aya matendo tunayotenda ni katika matendo yale ambayo peni zishakauka? Yani yale ambayo yameshaandikwa, peni zimekauka. Wajarat bihi al-maqadiru, ni katika matendo ambayo makadirio yameshapita katika matendo hayo. Amil amru musta'naf, au mambo tunayoyatenda ni mambo mapya tunaanza sisi, au yale yaliyoandikwa? Tumealiuliza, haya tunayofanya leo ni yale ambayo peni zishakauka, yashaandikwa? Au il amru musta'naf,
au jambo ni jipya kabisa tunaofanya yapo katika makadirio? Qala, mtume akasema, bal fima jaffati bihi al-aqlam, bali tunaoyatenda yote yapo katika yale ambayo peni zimeshakauka, yameshaandikwa. Wajarati bihi al-maqadir, yapo katika matendo ambayo makadirio yameshapita. Kwa tukiswali, tukifunga nini, tukifanya zuri baya, haya yote yapo katika makadirio ambayo tayari yameshaandikwa. Qala, muulizaji akauliza tena, fa fima al-amal, kama matendo ya nini? Kama tunaoyatenda yote yapo katika yaliyoandikwa, mambo yashaandikwa, sisi tunafanya matendo ya nini? Tunahangaika nini? Qal, hapo ndo mtume akasema, i'malu, tendeni matendo mazuri, fa kullun muyassarun lima khuliqa la, kila mmoja atafanyiwa wepesi alichoumbiwa. Ya hadithi amepokea Imam Bukhari, hadithi 4949. Kwa hiyo fa ahlu saadati yuyassaruna li'amali ahli saad, watu wa wema wanafanyiwa wepesi katika matendo ya watu wa wema. Fa ahlu saada, watu wa wema, yuyassaruna, wanatiliwa wepesi, li'amali ahli saada, kuyatenda matendo mema. Wa ahlu shaqawa, na watu wa uovu, watu walioandikiwa uovu, yuyassaruna, wanatiliwa wepesi, li'amali ahli shaqawa, kwenye matendo ya watu waovu. Kila mmoja anafanywa wepesi alichoumbiwa. Sababu ukishajiona mwepesi kwenye ibada, shikilia huko huenda ni ishara nzuri, sababu watu wa wema wanafanywa wepesi, watu waovu wanafanywa wepesi. Na ina maana ukijiona kila mipango ya maovu ukifanya inanyooka tu hivi, natakiwa mtu urudi nyuma. Hiyo ni ishara mbaya. Ukiona kwenye maasi unafanywa wepesi tu, ni ishara ya kumuomba Allah kama ametuandikia shakawa atutoe. Wa qawluhu, mtume aliposema i'malu, tendeni, yani anakusudia i'malu bi shara'i'illah, pamoja na mambo yote yameshaandikwa, tendeni kufanyia kazi sheria za Allah. Sema mswali unge i'malu bi shara'i'illah, fanyeni kazi sheria za Allah. Wa'malu bima ja'at bihi ar-rusulu, fanyeni kazi yale ambayo wamekuja nayo wajumbe wa Allah, mitume. Ati'u ar-rusula, tiini mitume wa Allah. Lianna Allah a'taka ikhtiyara, Allah amekupa uchaguzi. Pamoja na kukadiria mambo, amekupa binadamu uwezo wa kuchagua. Hivi naenda msikitini, sasa hivi naenda baa. Hivi nakunywa juisi, sasa hivi nakunywa pombe. Kuna kiasi fulani cha uchaguzi Allah amekuachia wewe, wala sio majiburu wa kuforce kufanya kitu. Wa a'taka qudra, Allah amekupa nguvu fulani ambazo unaweza kuzitumia kwenye mazuri au mabaya. Wa a'taka aqlan, Allah amekupa akili, tumayizu bihi baina al-haqqi wal-batili, kwa akili hiyo unaweza kubainisha kati ya haki na batili. Hichi hapa kibaya, hichi hapa kizuri, hichi hapa. Akili inakusaidia katika hilo. Walhuda wadhalal, kwa akili hiyo unaweza kujua muongozo ni upi, upotofu ni upi. Wat-ta'ati wal-ma'siyah, unaweza kujua taa ni nini, maasi ni nini. Wallahu yuhasibuka ala ma a'taka min hadhihi al-alat, Allah atakufanyia mahesabu kwa kile alichokupa katika hizi nyenzo, nguvu, akili. Atakuja kufanyia mahesabu. Nilikupa akili, sasa kula hichi kitu ambacho kina madhara,
hii sigara imeandikwa inadhuru afya yako, wewe ukaivuta. Akili nilokupa haikutosha kujua kitu kinachokuwa na madhara hakifai. Allah atakufanyia mahesabu kwa hizi alati, hizi nyenzo ambazo amekupa kujulia kitu kizuri kitu kibaya. Kwa hata kuhesabu kwa hizi nyenzo wa hadhihi aladawati, na kwa hizi nyenzo, alati na adawati ni nyenzo za kufanyia vitu fulani. Kwa hizi nyenzo ambazo alati tamayyazta biha anil hayawanati wal jamadat, kwa vitu hivi kama akili, nguvu, tamayyazta biha, umetofautika, umebainika kuachana na wanyama wal jamadati, na jamadati kama kuta, mawe, vitu ambavyo havina roho, havina nini. Yani kwa akili ambayo Allah ametupa, kwa uwezo wa kufahamu, tunatofautiana na viumbe vingine kama wanyama na jamadati. Kwa hiyo kwa neema hii tutakuja kuulizwa, sababu wanyama wako hapo tuna nini, wana uwezo wao tu mdogo, wewe unajua hichi kizuri kibaya na nini. Sasa ukifanya kibaya, Allah kashakadiria, wakati Allah akakupa akili na akakuelekeza, utawajibika. Naam. Wahia manatul mas'uliyati amama Allah. Wahia, hii inarudi katika alaka. Hizi nyenzo, akili, kudura, nini, hizi nyenzo manatul mas'uliyah, yani ndiyo sababu ya kuulizwa mbele ya Allah. Yani mbele ya Allah utasimamishwa kuulizwa kwa sababu ya kupewa hivi vitu. Tulikupa hivi. Kwa hiyo hii ndiyo manatul mas'uliyah, yani ndiyo sababu kubwa ya wewe kuwajibika na kuwa na majukumu mbele ya Allah na kuulizwa. Ndio maana wanyama siku ya kiyama wataambiwa kuweni mchanga. Hakuna cha pepo na moto haviwahusu. Geukeni mchanga. Wao sio mukallafuni. Sisi majini na wanadamu ndio tumepewa taklifu. Naam. Wa alaiha, na juu ya msingi ya vitu hivi, akili, kudura na nini, juu ya vitu hivi yatarattabu aljazaa, ndio yanaambatana malipo. Yaani malipo yanaambatana na kupewa hivi vitu. Ndio maana hata kitokea mtu kaumbwa mwandazimu tu aelewi kitu, yule hausiki na moto, adhabu. Sababu ya ile manatul mas'uliyah, ile sababu ya yeye kuwa na majukumu na masulia hajapewa, hawezi kusimamishwa pale, mbona hujaswali, mbona nini, kati ya kuwa na akili duniani. Kwa kuwa tumepewa hivi, wa alaiha, juu ya vitu hivi yatarattabu aljazaa, ndio malipo ya thawabu au dhambi yanategemea vitu hivi. Sasa malipo yenyewe yanategemea sawaan kana ikrama, sawa malipo yenyewe yawe ni kukirimiwa, kuingizwa peponi kama mtu alifanya vizuri, au ihanatan, au malipo yenyewe akawa ni kudhalilishwa, kuingizwa motoni kama mtu alifanya vibaya. Lakini malipo yote mawili haya yanategemea akili na hizi neema ambazo Allah ametupa za kujulia kipi kizuri kipi kibaya. Naam. Kwa hiyo ufupi wa hayo maneno ya Sheikh Rabi akisherehesha maneno ya Imam Ahmad na maneno ya Ibn Taymiyyah, kwamba pamoja na mambo yote kuandikwa tunayoyatenda, kwanza Allah hajatuonea kwenye kuandika sababu alijua tutafanya nini. Lakini pili, Mtume aliwaambia watu chapeni kazi, fanyeni ibada. Wala mtu asikae kitako, mimi naweza nikahangaika nikaingia motoni, maluki. Kila mtu atafanyiwa wepesi alichoandikiwa. Kwa kama kulikuwa kuna watu wa maswali labda waliokuwa katika maasi, sisi tupo katika maasi, tumeandikiwa. Wewe ambao upo katika ibada upo vizuri sana, ndio ishara nzuri, uenda umeandikiwa hicho, ndio uko ufanye shadulmiza, uongeze spidi, sababu kila mtu atafanyiwa wepesi kile alicho. Kwa hiyo si hatuna haja kwamba naweza nikatoa sadaka zangu, naweza nikaswali, wewe kazi bure tumeandikwa motoni. Utakii kuwaza hilo. Bado utakuwa ushukuru kwamba njia nzuri ushaanza kuiona na uongeze. Ndio maneno ya Mtume, i'malu fa kullu muyassaru lima khuliqa.
Taib, Imam Ahmadi wakati anazungumzia kadari akasema watasdiqu bil ahadithi fihi, inatakikana kuzisadikisha hadithi zinazozungumzia qadar. Hadithi mbalimbali zinazozungumzia makadirio ya Allah inatakikana kuzisadikisha, kuzikubali. Fihi fil qadari, hadithi ambazo zinazungumzia qadar. Min al ahadithi allati dhakarnaha, maneno ya Sheikh Rabi, miongoni mwa hadithi ambazo tumezitaja zinazungumzia qadar, mithlu hadithi Jibril, aidha mfano hadithi ya Jibril. Jibril alipokuja kwa mtume katika sura ya binadamu akaanza kumwambia niambie Uislamu ni nini, imani ni nini, kiyama ni nini, ihsani. Alipouliza imani, mtume akataja nguzo 6 za imani, akasema antu'mina bil qadari. Imani ni kuamini kadari, mambo yote Allah ameyakadiria, khairihi wa sharri, mazuri na mabaya. Kwa maana antu'mina bil qadari, kuamini kadari khairihi wa sharri. Sasa baadaye Sheikh Rabi hapa anataja aina za makadirio. Kuna makadirio ya muda wote, kuna makadirio ya kila mwaka yale ambayo yapo katika Lailatul Qadri, kuna makadirio ya kila siku kwa mtu binafsi. Yaani haya makadirio haya hapo, yani ili uele kama mfano mambo ya bajeti, kuna bajeti ya serikali mwaka mzima. Hii inakuja na hivi herufi gani unaulizia? G B ina sekina Jibril. Unaona, kwa mfano kuna bajeti kuu ya serikali, kuna bajeti kuu ya mkoa, kuna bajeti ya kijiji, bajeti. Kwa makadirio yapo tofauti tofauti. Kwa hiyo anasema shekhe, ile hadithi mtume alisema uamini kadari kheri na shari, makadirio yote kiujumla. Yalo hadithi ile imekusudia makadirio yote kiujumla. Anasema hadha fi takdiri al-ami. Hii hadithi inazungumzia makadirio ya kiujumla, alladhi, makadirio ambayo marji'uhu ilmu Allahi shamil as-sabir. Marejeo ya makadirio ni elimu ya Allah iliyoenea, ile iliyotangulia. Yaani ndio ile Allah alijua yatakayotokea yote, akaandika yote, at-takdirul am. Marejeo yake ni kule kujua kwa Allah tokea tangu na tangu. Kitatokea hichi, akaiambia peni kaandika yote. Bima yakunu wa ma huwa kain ila takuma saa. Wa marji'uhu, na marejeo ya makadirio haya mapana haya, ma katabahu Allah tabaraka wa taala fi lawhil mahfuz, ni kile alichokiandika Allah katika lawhil mahfuz. Kwa yale makadirio makubwa ya ulimwengu wote na maisha yote, haya ndio yale yaliyoandikwa katika lawhil mahfuz. Miongoni mwa hadithi zinazozungumzia kadari, hadithi ya Ibn Mas'ud, wa hadithu Ibn Mas'ud fi takdiri al-umri. Hadithi ya Ibn Mas'ud inosema mtoto akifikisha miezi 4 tumboni, anatumwa malaika anampulizia roho, anaambiwa aandike riziki yake, chakula chake, nini, kifo chake na nini. Makadirio haya at-takdiri al-umri, makadirio ya umri wa mtu, kwamba ataishi miaka mingapi, atakula lini. Haya ni makadirio ya mtu binafsi ya umri wake, mtu kama mtu. Hadithi yenyewe mtume yani ni fi hadithi Ibn Mas'ud, pale mtume aliposema inna ahadakum, hakika mmoja wenu, yujma'u khalquhu, linakusanywa umbile lake, fi batni ummihi, katika tumbo la mama yake, 40 yawman nutfa, siku 40 inakuwa tone la manii, siku 40 linakuwa tone la manii. Thumma yakunu alaqatan mithla dhalik, kisha linakuwa ni pande la damu
siku kama hizo 40 ya pili pande la damu. Thumma yakunu mudghatan mithla dhalik, kisha linakuwa ni pande la nyama siku 40 vile vile. 40 ya mwanzo manii, 40 ya pili pande la damu, 40 ya tatu pande la nyama. Miezi 4, 43 miezi 4 tayari hivyo. Yani 40 shesha siku 40 40 manii, 40 damu, 40 pande la nyama. Alafu hadithi inaendelea, thumma yursalu ilayhi almalaku, kisha au thumma yursilu, Allah anamtuma yursal, kisha anatumwa malaika aende kwa yule mtoto tumboni, miezi 4 ishapita. Anatumwa malaika, fayu'maru bi 4 kalimat, malaika anaamrishwa maneno 4 aandike. Sasa ndio atakdirul umri, makadirio ya umri, makadirio ya mtu binafsi. Malaika ukiwa tumboni kwa mama yako miezi 4 unapuliziwa roho, malaika anakuja pale anaambiwa mambo 4 aandike. Bikatibi rizqihi, aandike riziki ya huyu mtu, chakula chake, uwezo wake, utajiri, umaskini, riziki yake. Kwa tunachokihangaikia tumeshaandikiwa, hatujui tumeandikiwa nini, lazima tufanye bidii. Malu fa kullu muyassaru lima. Na huu ni mfano mzuri, riziki yetu ishaandikwa. Mbona hakuna mtu anoka nyumbani, bwana mimi siende kufanya kazi bwana, labda nimeandikiwa maskini nitamaliza nguvu zangu. Kila mtu mbona anahangaika kutafuta pesa. Lakini katika ibada labda nimeandikiwa motoni kwa nitajisumbua kufanya bana. Sema hivyo katika mambo ya kishoti kwamba inawezekana nimeandikiwa maskini sije nikamaliza nguvu zangu. Na hakuna mtu anosema hivyo. Kwa hiyo kama katika makadirio ya riziki na nini tunapambana, kwamba mimi sijui Allah ameniandikia nini, lazima nipambane, na katika ibada tupambane sana. Ujue umeandikwa, wewe piga kazi. Kwa hiyo kuandika riziki yake wa ajalihi, ajali muda wake wa kifo. Yaani neno ajali kwa Kiarabu sio ajali kwa maana accident, kwamba mtu amegongwa na. Ajali maana yake ni muda. Kwa wa ajali muda wake wa kifo. Haijalishi amekufa kawaida, amekufa kwa ajali, lakini wa ajalihi maana yake muda wake wa kifo. Naam. Na mteja hapa ni lazima kuangalia bana, kuna vitabu tumeagiza tulio mtumia hela kidogo kwenye kuitoa, alikosea kwenye 175 akaituma sehemu nyingine. Ndio maana nimeiandika hapa. Kwa hiyo hapa ameniambia isharudishwa, kesho ataenda dukani inshallah. Ni habari nzuri. Sahihi. Kwa hiyo malaika anaambiwa aandike riziki ya yule mtu, aandike ajalihi muda wake wa kifo, wa amali na matendo yake atakayoyatenda ya mtu binafsi. Wote tumeshaandikwa lawal mahfuz, mtu binafsi malaika anakuja kumwandikia bajeti yake yeye binafsi. Washaqiyin au sa'id, na aandike huyu bwana atakuwa muovu au mwema. Washaqiyin au sa'id, muovu au mwema. Haya yote malaika anaandika ukiwa miezi 4 katika tumbo la mama. Sasa haya makadirio yaliyotajwa kwenye hadithi ya Ibn Mas'ud, fahadha yusamma bitakdiri al-umri. Haya ni makadirio ya umri. Alafu kuna makadirio mengine, hunaka takdirun sanawi, kuna makadirio ya kila mwaka. Yale watu wanayatafuta kwenye Shaabani 15 kisima riziki ni akienda hapo katika Lailatul Qadr. Kwa Shaabani 15 wanakesha bwana, nasikia ndio usiku inagawiwa riziki. Riziki yetu ya mwaka mzima leo ndio inapangwa juu huko. Hicho kitendo kipo lakini kinafanyika Lailatul Qadr na sio Shaabani 15. Makadirio ya mwaka mzima, bajeti yako ya mwaka kwenye mambo mbalimbali. Hunaka takdirun sanawiyun, kuna makadirio ya mwaka, yani Lailatul Qadr. Lailatul Qadr ndani ya Ramadhani 10 la mwisho kwenye Lailatul Qadr ndio makadirio ya mwaka mzima yanatolewa pale. Kama qala Allah tabaraka wa taala, kama Allah alivyosema,
inna anzalnahu fi lailatin mubaraka, hakika sisi tumeteremsha Qur'ani katika usiku uliobarikiwa. Tumeteremsha Qur'ani katika usiku uliobarikiwa. Inna kunna mundhirin, sisi tumekuwa ni waonyaji, tunatoa maonyo, tunawaonya watu na adhabu. Fiha, ndani ya usiku huo uliobarikiwa, usiku ulioteremshwa Qur'ani ambao Lailatul Qadr, ndani ya usiku huo yufuraku kullu amrin hakim, ndani ya usiku huo yanachunguliwa mambo, kila jambo linabainishwa na kuchanganuliwa usiku huo. Fiha, ndani ya usiku huo yufuraku kullu amrin, linachanganuliwa kila jambo. Nani atakufa katika mwaka, nani atapata nini, nani ataumwa, nani atapata. Lailatul Qadri, mipango yote ya mwaka mzima inaainishwa pale. Kwa hiyo kila jambo hakim, jambo linabainishwa pale. Kwa hiyo katika Lailatul Qadri fayaktubu fiha Allah anaandika katika Lailatul Qadri ma yajri ala al-ibadi min a'mali salih wa sayyi'at. Allah anaandika yote atakayotokea kwa watu, kama matendo mema na matendo mabaya, wa maswaib, na hata matatizo. Masai, misiba, matatizo. Nani atakufa, nani, kipi kitaungua, gari gani zitaanguka, miti gani, nani ataumia hivi. Yote haya ya mwaka mzima yanaandikwa katika Lailatul Qadr. Wa mashaka la dhalika, na yanofanana na hayo na mengineyo, mambo mbalimbali ya mwaka mzima. Hadha yusamma at-taqdir as-sanawi. At-taqdir as-sanawi, haya yanaitwa ni makadirio ya mwaka. Kuna makadirio general kabisa katika Lauhul Mahfuz. Kuna makadirio ya umri mzima, kama ataishi miaka 100, miaka 30, yale miezi 4 tumboni yanaandika. Na kuna makadirio ya mwaka kila mtu, yale katika Lailatul Qadr. Alladhi, ni makadirio ambayo yukadiruhu Allah fi hadhihi laila, Allah anayakadiria katika usiku wa Lailatul Qadr. Thumma hunaka takdirun yawmiyun, alafu kuna makadirio ya kila siku. Makadirio ya kila siku, wa huwa ma yaf'aluhu al-ibadu, makadirio ya siku ni yale ambayo yanafanywa na waja, wa yaktubuhu alaihimul malaika yawman fa yawma, ni yale matendo ya waja kila siku, hapo malaika wanaandika kila siku, yawman fa, leo, kesho, kesho kutwa. Yani leo masaa 24 huyu katenda mazuri, haya mabaya. Wa inna alaykum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Ama kadiwa kila siku, malaika ripoti ya kila siku. Huyu ndani ya siku hii mazuri alifanya haya, aliswali sala kwa jamaa, alifanya hivi, baya alisengenya, alifanya hivi, akamdhulumu fulani, akafanya hivi. Siku nzima hayo malaika wanaandika kila siku. Kwa hiyo kuna makadirio tu jumla, kuna ya umri wa mtu, kuna ya mwaka mzima, na kuna ya kila siku. Hizi ni aina za takdirat, na zote zimezungumzwa katika nusus. Sana tusimame hapo, kesho tutakuja kumalizia huo mlango na kuingia mlango mwingine tena kidogo biidhnillah. Mlango wa qadari ni mlango mzito. Kama Waislamu sisi tunataka kuamini tu. Lakini wanaona wanajaribu kujitawanya kama hivi, sababu